وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. Katika juhudi za kuwajenga watoto katika malezi yenye maadili na nidhamu pamoja na kuendelea kuhifadhi Qur'ani, mbunge na mwakilishi wa jimbo la Malindi wameshiriki katika mashindano ya kuhifadhi Qur'ani yaliyojumuisha wanafunzi wa jimbo hilo wenye umri wa miaka 7 hadi 16 yaliyofanyika leo tarehe 16 Machi 2026 katika ukumbi wa Baitul Yamini mkoa Mjini Magharibi. Katika mashindano hayo, mbunge wa jimbo la Malindi Mheshimiwa Muhsin Hajiusi amewashukuru walimu, wazazi na walezi kwa kuwajenga watoto katika kumtambua Mwenyezi Mungu, huku akiwataka wazazi kuwasaidia walimu kuwahimiza watoto kusoma kitabu cha Qur'ani hata wanapokuwa nyumbani. Viongozi wa dini tulikaa pamoja, mimi na viongozi wenzangu wa jimbo, kuweza kufikiria mambo ya khairati kwenye jimbo letu. Tunawashukuru, mlitupa ushirikiano mkubwa, na moja ya mipango na mikakati ambayo tulipanga ni kufanya mashindano matukufu ya Qur'an ili kuangalia vipaji vilivyo ndani ya jimbo letu. Wallahi sisi viongozi wa jimbo tunawashukuru sana, kwanza kwa ushirikiano wenu. Inshallah Allah atawalipa kheri kwa hili. Lakini la pili, kwa namna ambavyo mlilibeba jambo hili kana kwamba ni jambo mlilolianzisha nyinyi. Mashaallah, tumeanza hii kwa mara ya kwanza ndani ya awamu yetu, limeenda vizuri sana. Pongezi zangu za dhati nazileta kwenu walimu kwa kulifanikisha jambo hili, lakini vile vile kwa kuendelea kuwalea vijana na watoto wetu ndani ya jimbo letu la Malindi kuendelea kuwa na maadili mema ya kumjua Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala pamoja na kuhifadhi Qur'an. Jambo la pili, nichukue fursa hii kuwapongeza washiriki wote, vijana wetu, watoto wetu. Wameonyesha uwezo mkubwa wa kuhifadhi na kuitambua Qur'an. Kwa hiyo mashehe wetu, hiki kizazi mnachokitengeza kwenye jimbo letu, kizazi cha kuifahamu Qur'an, kizazi cha kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala, mtatusaidia sana kuwa na jamii yenye hofu ya Mwenyezi Mungu na jamii ambayo itaendelea kuwa njema katika jamii yetu na jimbo letu. Lakini jambo la tatu, naomba nitoe wito kwa wazee. Walimu wanafanya kazi kubwa sana kwenye madrasa. Walimu wanakaa na wanafunzi kwa masaa machache madrasa, lakini muda mwingi watoto wako ndani ya majumba yetu. Tuhakikishe tunapokuwa ndani ya majumba, watoto hawa wanapata nafasi ya kupitia masomo ya dini. Aya ya mwanzo ya Qur'an aliyoshushwa Mtume Muhammad aliambiwa Iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Kusoma. Walimu wanafanya kazi kubwa, lakini kule nyumbani tuwaombe sana wazee, muendelee kuwashajihisha vijana wetu waendelee kuisoma na kuhifadhi Qur'an. Kuna adhabu nzito kwa mtu ambaye kahifadhi Qur'an halafu akaisahau. Yaani ni mara 10 asingehifadhi Qur'an angekuwa anajua tu kuisoma kuliko kuhifadhi halafu. Naye mwakilishi wa jimbo hilo Abdul Ghani Ismail Zuberi ameeleza kuwa ni vyema kuwaweka vijana kuwa karibu na Qur'ani, kwani ndio mwongozo wa maisha yetu, na kwa hakika Qur'ani huwapeleka vijana kukua katika maadili na nidhamu. Amewanasihi walimu wa madrasa kuongeza juhudi na kuwapa motisha kuendeleza kukihifadhi kitabu hicho kwa kutaraji malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu, huku akiahidi kushirikiana na kuwa karibu nao katika kuhakikisha wanatatua changamoto za madrasa zote za jimbo la Malindi, ikiwemo miundombinu na maslahi ya walimu hao. Sababu zipo nyingi za kuandaa mashindano haya, lakini kama nilivyosema awali, moja ni kwenda sambamba na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, lakini jengine tumejionea kwamba kuna mporomoko mkubwa sana wa maadili katika jamii zetu. Kwa hiyo
tumesema tufanye hii khairat ya kuwaweka karibu vijana wetu na waweze kuwa karibu na Qur'an. Kwa hakika Qur'an ni muongozo wa maisha yetu na za jamii zetu. Kupitia Qur'an hii, maadili ya hawa vijana tutatarajia yatakuwa yamenyoka na yatakuwa katika ile misingi ya Kiislamu. Na niwaombe tu kuasisitiza walimu na vijana wetu, haya mashindano tunafanya kama njia za kuwashajihisha watoto wetu hawa wakae kwenye ile siratal mustaqim, na wasifanye ama wasichukulie kwamba zawadi hii tunayowapa hapa ndio kawa ni malipo. Kwa hakika hata tungewapa mali zote zile za dunia, haikaribii ule uzito wa kuhifadhi Qur'an. Kwa hiyo hichi kidogo tunawapa ni kama sadaka tu, waendelee na kuwapa motisha, lakini malipo makubwa kabisa yanatokana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walimu wa madrasa walikuwa wameligusia kidogo, lakini pia wameleta maombi yao. Sisi ni ahadi yetu tu kwao, tutaendelea kuwa karibu, lakini tutakaa na mheshimiwa mbunge na madiwani wote mara tu baada ya hii ghafla, tuone sasa jinsi gani tunaanza kufanya ziara katika madrasa zote za jimbo letu la Malindi na kuona jinsi gani tutashughulikia yale matatizo yao. Tunaelewa kuna matatizo mengi sana, kuanzia kwenye miundombinu ya majengo, miundombinu ya ndani ya majengo, vitendea kazi, lakini pia maslahi ya walimu. Tutakaa kupitia sisi wenyewe, lakini pia kwa wahisani wetu mbalimbali, lakini pia na mifuko yetu ya jimbo, tuone jinsi gani walimu wetu hawa tutaweza kuwasaidia. Kwa upande wao, wananchi wa jimbo la Malindi wamesema kuwa wanajisikia faraja kubwa kuona viongozi wanasimamia kwa imani katika kuendeleza maadili ya Kiislamu kwa kuandaa mashindano kama haya ya kuhifadhi Qur'ani. Nimefarajika sana kama mzazi kuona kuwa viongozi wetu wako makini na wako pamoja na sisi, na pia kuona kama wamesimamia kiumakini kuhusu maadili mazima ya dini yetu ya Kiislamu kama Mwenyezi Mungu alivyotuamrisha na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama mimi ni mzazi, ninatoa wito kwa wazazi wenzangu na Waislamu wote kwa ujumla, tuwape mashirikiano mazuri viongozi wenzetu, na pia tuwe makini na watoto wetu, kwa sababu tukizingatia sasa hivi maadili yameporomoka sana. Kwa hiyo tuwe kwa tayari kushirikiana na viongozi na walimu wa madrasa ili kuona wanafunzi wanasonga mbele na Qur'ani kusonga mbele pia, na kuona kama tumekifuata kiumakini kitabu chetu cha Qur'ani na kufuata pia maadili ambayo tumeamrishwa na Mwenyezi Mungu na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema Mwenyezi Mungu katika Qur'ani, fadhakir. Kwa kweli viongozi wetu wametukumbusha neno nzuri sana, na tunawatakia kila la kheri. Mwenyezi Mungu awalipe ujira. Kwa kweli sisi hatuna cha kuwalipa isipokuwa ni kuwaombea dua viongozi wetu na walimu wetu pia, na watoto wetu pia tuwaombee dua na tuweko nao karibu sana. Hii imeandaliwa na Huzaima Khamis na kuhaririwa na Hawa Jafar.